Niko hapa kwa ajili ya kutangazia umma uanzishwaji wa huduma za kibingwa za macho katika hospitali yetu ya Rufaa mkoa wa Shinyanga. Kuanzia tarehe 2 mwezi wa 6 tutaanza kutoa huduma rasmi za kibingwa za magonjwa yanayohusiana na macho. Na huduma hii itatanguliwa na uanzishwaji wa kliniki za kibingwa za huduma za macho kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 6. Kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 6 tutatoa huduma mbalimbali za macho, ikiwa ni huduma kwa ajili ya wagonjwa wenye mtoto wa jicho, pressure ya macho almaarufu kama glaucoma, lakini pia allergy za macho, lakini pia kwa wagonjwa ambao wana tatizo la uoni hafifu. Kwa hizo ni huduma ambazo zitatolewa kuanzia tarehe 2 mwezi wa 6 na daktari bingwa wa macho. Na baada ya wiki hiyo ya tarehe 2 mpaka tarehe 6, basi hospitali ya Rufaa mkoa wa Shinyanga itakuwa ikitoa huduma hizi za kibingwa za macho kwa kila wiki. Kwa fursa hii napenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Shinyanga kwamba huduma za kibingwa za macho zinaanza rasmi kutolewa katika hospitali yetu ya Rufaa mkoa wa Shinyanga kuanzia hiyo tarehe 2 mwezi wa 6. Malengo makuu ya kuanzisha huduma ya macho kwanza ni kulingana na tatizo lenyewe katika mkoa wetu wa Shinyanga. Tunajua katika mkoa wetu huu huduma ya macho ilikuwa inapatikana tu Kolandoto. Kwa kulikuwa na huduma chache zinazotolewa, hospitali chache ambazo zinatoa huduma ya macho. Kwa kulingana na tatizo hilo, tukaona ni vizuri pia kama hospitali ya Rufaa mkoa wa Shinyanga kuanzisha huduma ya kibingwa ya macho. Lakini pia tumewekeza pesa nyingi kwenye kununua vifaa vya kuwahudumia watu wenye shida ya macho. Tumetumia zaidi ya milioni 60 kununua vifaa kwa ajili ya kutoa huduma ya macho. Lakini pia tulipeleka daktari bingwa kwenda kusomea hii ubingwa wa macho. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinasababisha pia kuanzisha huduma hii ya macho. Katika huduma hii ya macho hii ya kuanzia tarehe 2, kwanza tutakuwa na huduma ya wagonjwa kuonana na daktari bingwa wa macho au kwa consultation. Lakini pia wagonjwa ambao watahitaji kufanywa upasuaji wa macho, especially wagonjwa wenye jicho la macho, huduma hiyo itakuwa inapatikana. Lakini pia tuna mtaalamu kwa ajili ya kutengeneza miwani. Kwa pia huduma ya miwani itapatikana. Kwa kutakuwa na huduma ya consultation, kutakuwa na huduma ya upasuaji, lakini pia kutakuwa na huduma ya miwani. Huduma hizi zitakuwa zinatolewa kama huduma zingine. Watu wanaotumia bima za afya watatumia, lakini watu ambao wanatumia keshi pia watapata huduma hiyo. Kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 6 itakuwa ni kempu ya huduma za kibingwa za macho. Kwa baada ya hapo tutaendelea na zile kliniki za kawaida sasa, ambazo zitakuwa ni mara 2 kwa wiki, siku 2 kwa wiki. Kwa kweli katika hospitali yetu ya Rufaa mkoa wa Shinyanga, wagonjwa ambao wamekuwa wakija kwa ajili ya kuwa na changamoto ya macho ni wengi. Na changamoto kubwa ni mtoto wa jicho, kwa sababu hii shida ya mtoto wa jicho inategemea sana umri, lakini pia na ugonjwa wa kisukari. Lakini pia pressure ya macho ni changamoto kubwa, lakini pia allergy za macho, watu kujikuna macho ni changamoto kubwa, lakini watu ambao wana shida ya uoni hafifu nao ni wengi. Kwa matatizo haya manne ndio makubwa sana katika jamii yetu. Hospitali imewekeza pesa nyingi kwa ajili ya kununua vifaa, kutoa huduma kwa ajili ya macho. Tumewekeza zaidi ya milioni 79 kununua vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutoa huduma kwa macho. Tumenunua seti kwa ajili ya operation ya mtoto wa jicho, lakini pia tuna seti kwa ajili ya wagonjwa wenye pressure ya macho, operation za pressure ya macho na vifaa mbalimbali. Kwa hiyo tumetumia kiasi hicho kwa ajili ya kuhakikisha tunaimarisha idara hii mpya ya kibingwa ya huduma za macho. Mimi majina yangu naitwa Janet Kanikile. Naishi Kahama. Nimekuja hapa hospitali ya mkoa wa Shinyanga, nimemleta mzazi wangu Mzee Kanikile huyu, huwa tunakuja kliniki kila mwezi. Sisi tumeipokea kwa mikono miwili, tunashukuru kwa sababu huduma itakuwa karibu. Tulikuwa tunaenda sehemu mbalimbali, kwa mfano tulikuwa tunaenda Dar es Salaam kwa ajili ya kupata hiyo huduma ya macho, lakini kwa sababu wamesogeza huduma hapa Shinyanga, tunashukuru. Nasi tumelipokea kwa mikono miwili. Wito wa kina mama, mimi naomba tu wajitokeze, kwa sababu kina mama na sisi tuna changamoto kubwa ya macho. Kwa hiyo ningeomba tu tujitokeze kwa wingi, tuje tufanye vipimo ili tufahamu. Unapopata ufumbuzi mapema, basi unapata na huduma
mapema kwa haraka. Nimemleta mzazi wangu kwa ajili ya kliniki, huwa na shida ya moyo, lakini vile vile kwa sababu na shida ya macho huwa anayo, na huduma hii mmetusogezea hapa, basi tunashukuru. Tutakuja tufanye vipimo, madaktari watakapofika tutakuja tena. Kwa jina naitwa Mchungaji Yohana Shija. Ashukuriwe Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, maana kwetu hapa Shinyanga kwenye hospitali ya rufaa ya Mwawaza Mungu ametuona. Kwa hiyo ni mkono wa Bwana ambao umeyatenda haya. Kwa kweli katika hatua hizi kutakuwepo na uboreshaji mkubwa kabisa ambao utakuwa umetokana na Mungu. Maana si kwa kubahatisha. Madaktari bingwa ni watu ambao ni muhimu mno. Kwa kweli tatizo la macho ni tatizo kubwa mno, maana lilikuwa bado halijapatiwa ufumbuzi. Na niseme kwamba kwa wananchi ambao wana matatizo ya macho, kwanza mimi mwenyewe nitakuwa wa kwanza. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.